Nasaha yangu hii naipeleka kwa Waislamu wote bila umum, lakini naipeleka kwa watu wenye pesa bil khusus, wafanyabiashara, matajiri. Hii ni hasa kwa wao, lakini na Waislamu wa kawaida pia wanaweza wakahusika. Nasaha hii nailenga kwamba mwezi huu wa Ramadhani, ndugu zangu, ni mwezi wa kuchuma, ni mwezi wa kuchuma, mwezi wa kukimbilia kheri na kushindana. Tujitahidi sana kushindana katika mema, tujitahidi kuyafanya yaliyokuwa mazuri, tukithirishe mema. Wewe ambaye huna pesa za kutoa sadaka, zaka, kusaidia aitam, kufuturisha watu, yapo mengi unatakiwa yafanye. Soma Qur'ani kwa wingi, fanya adhkari, soma dua, muombe Allah tabaraka wa taala. Kaa msikitini, hata ukiwa nyumbani kwako, soma Qur'ani kwa wingi. Mpaka leo saumu ya ngapi tumemaliza? Ya 4, si ndio? Wengine ya 3. Hayo umesoma juzu ngapi mpaka leo? Au umesoma kiasi gani mpaka leo kwenye Qur'ani? Ukijikuta Muislamu hata juzu moja hujasoma, hasara hii. Billahi alayka, hii ni hasara kubwa. Huu ni mwezi wa kusoma Qur'ani. Waislamu tujitahidi sana. Hizi ndio kheri ambazo sisi tunaweza kuzifanya, basi tuziendee. Ama wenye pesa, nasaha yangu kutumia fursa yao ya mali aliyowajalia Allah tabaraka wa taala kuisaidia dini ya Allah tabaraka wa taala, na kuisaidia dini kwa maana kuwasaidia wenye haja, kuwasaidia maskini, mafakiri, mayatima, wajane, lakini pia kuwasaidia katika masakini wanaingia maustadhi. Hili ndio ambalo limenifanya nitoe nasaha hii, maustadhi. Na hakuna maustadhi walionituma. Anasema maustadhi wamemtuma sheni. Hakuna ustadhi yeyote aliyenituma. Mimi mwenyewe, baada ya kuangalia hali za maustadhi wa madaris, walimu wetu hawa ambao wanaosimamia madarasa zetu, wanafundisha watoto wetu tahfidhi ya Qur'ani, wanasimamia taalimu. Vijana wetu hao maisha yao si mazuri. Hili liko wazi, haihitaji nahwu wala sarfu. Sawa? Sasa hebu nyinyi wenye pesa jaribuni kutumia pesa zenu kuwawezesha hawa maustadhi wa madarisi, maustadhi na maimamu kadhalika. Na maimamu pia wanaingia sehemu hiyo, lakini sio wote. Baadhi ya maimamu ambao ni wengi, lakini wanaingia katika sehemu hiyo, ni masakini, nao wanahitaji kusaidiwa na kuangaliwa. Bil khusus, wapo maustadhi mikoani, vijijini, wako katika hali ya dhiki sana. Yani wapo maustadhi ukifika sehemu hiyo alipo, mpaka machozi yanakutoka. Yani ukiwa na chembe ya imani, machozi yanakutoka, lakini anapiga da'wa, anafanya da'wa pamoja na ugumu wa maisha. Yani ukimwangalia imamu amechoka. Ukiangalia wewe uko mjini hapa, pamoja na kwamba hali yako pia bado ni hohehahe, ila unajiona wewe ni mara 100 kuliko yule dai. Kwa hivyo wapo maduati na walimu wa madaris vijijini, nje ya mji, kadhalika na hapa mjini, ambao wapo katika hali ngumu. Sasa hebu jaribuni kutumia fursa hii ya Ramadhani. Toweni pesa zenu kuwasaidia hawa maustadhi na walimu. Hasa mwezi huu wa Ramadhani wanatenga muda wao mwingi kukaa misikitini, kusomesha watu, kusomesha watoto Qur'ani. Wanakosa muda wa kwenda kutafuta riziki, kwenda kuhangaika masokoni, kuuza na kununua.
wanatumia muda wao wakiwa misikitini, katika madaris kusomesha, kadhalika kuswalisha watu. Sasa hembu jitahidini kuangalia hawa maimamu na maustadhi wa madaris ili wapate utulivu wa nafsi, wapate utulivu wa nafsi zao, kadhalika wao na familia zao. Unakuta imam au mwalimu wa madrasa ana mke au ana wake na watoto, lakini ukiangalia kipato chake kwa mwezi amekusanya kota na kuzunguka amepata 1,500,000. Amepata 1,500,000. Haya, niambie wewe, kama wewe, hebu tathmini haya maisha, wewe ungekuwaje? Ingekuwa ndo wewe, yani maisha hayo, yani ungeendesha vipi? Lakini Allah anajalia maisha yanaenda. Sasa hawa walimu wanatakiwa kuangalia na kuwasaidia, na sio mpaka akufate, kwa sababu kuna wengine walimu na maimamu yani wana njaa, wana dhiki kweli kweli, lakini hutosikia na kuomba, hutomuona na kuja na kuomba kwamba Sheikh bana, leo mimi sijala, au leo mimi sina mpango, watoto wanalala njaa. Kimya, kana kwamba ana pesa, kumbe hana. Ukimuuliza mnaweza ukatokwa na machozi. Sasa nimeona nitume huu ujumbe kwa ndugu zetu Waislamu ambao Allah amewafikisha kuwa na mali. Zitumieni mali zenu kuwasaidia maimamu na maustadhi wa madarisi ambao mnafahamu kabisa kwamba wanaishi maisha choka mbaya. Na wewe kama huwajui, basi sisi tunawajua. Kama huwajui, tunawajua sisi. Yani haraka haraka, mimi na vijana ambao ni vijana wangu na wako katika hali hii inayoelezea, pamoja na kwamba wanatofautiana zaidi ya 20, zaidi ya walimu wa madarisi 20 ambao wanahitajia, wako katika mahitajio haya ambayo ninayoyaelezea. Sasa mwingine anaweza akasema wa kuwasaidia hawapo. Mwingine anakuambia sasa zaka mimi naipeleka Dodoma, naipeleka wapi? Kwa sababu hapa mjini hapa hakuna wa kuwapa. Sheikh, wewe umewatafuta wa kuwapa, umewakosa? Wapo hawa walimu hawa, wanatakiwa wawekwe nafasi ya kwanza, kisha wengine wanafuatia baadaye. Huo ndio uhalisia. Jitahidini sana ndugu zangu kuidhamini dini ya Allah tabaraka wa taala, kuisaidia dini ya Allah tabaraka wa taala. In tansurullaha yansurkum, kimnusuru Allah naye atawanusuru. Kumnusuru Allah ni kuinusuru dini yake, na kuinusuru dini yake Allah ni ikiwemo hii kuwanusuru wale ambao wanaoifundisha dini ya Allah. Sawa? Kuangalia tulabul ilmi, wanafunzi ambao wanatumia muda wao kutafuta ilmu, wamejikita katika ibada ya kutafuta elimu, hawana muda wa kufanya kazi. Hawa wanatakiwa waangaliwe, wasaidiwe. Sawa sawa. Acheni kudhamini vitu vya pumbao. Wapo matajiri ambao ni wa Kiislamu, lakini wanatumia pesa zao kudhamini vitu vya pumbao, kudhamini makamari, mipira na mfano wake. Wanatumia mapesa mengi katika kudhamini makamali na vitu vingine vya pumbao, starehe za kidunia. Lakini ukiangalia mtu huyo amedhamini kitu gani ambacho anawekeza huko akhera? Labda amejitahidi sana, amefuturisha Ramadhani. Kwa hilo wapo wengi wanajitahidi kufuturisha wengine mwezi mzima, wanafuturisha. Jazahumullahu khairan kwa hii khairi wanaoifanya, lakini hii bado ni ndogo sana kulingana na pesa ulionayo. Bado kuna makubwa unatakiwa uyafanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na usiendekeze kutumia pesa yako katika mambo ya kidunia ati tu kwa sababu unatoa na unaingiza. Kwa sababu mwingine anakuambia nikitoa kwenye dini siingizi, lakini nikitoa kwenye mambo ya mipira na kadha, nikitoa milioni 500 naingiza 1000, yani bilioni 1, si ndio? Anaona huku ndio kwenyewe. Huyu ni shaitani. Sheikh anakushawishi, anakughuri, anakuhadaa itoe moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitoa katika dini ya Allah hujapoteza.
ukitoa katika dini ya Allah, kuwasaidia walimu wa madarisi, kuwasaidia maimamu, kuwasaidia mayatima na fukara wengineo, hujapoteza, bali umewekeza kwa Allah tabaraka wa taala, na utakwenda kukuta malipo yako. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mnachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu katika matendo mema mtakikuta kwa Allah tabaraka wa taala. Tena utakachokikuta kwa Allah sio kile ulichokitoa, utakuta kheri zaidi, malipo makubwa zaidi ya kile ulichokitoa. Kwa hivyo tujitahidi sana. Nimesema huu ujumbe ni kwa wenye pesa bil khusus, lakini na kwa Waislamu wote, kwa maana mimi na wewe pia tunahusika kwa kile ambacho Allah ametujalia kidogo. Unao uwezo pia na wewe kumsaidia yule ambaye hana. Sawa sawa. Wewe una kipato chako 10,000, basi unatakiwa muangalie yule ambaye kipato chake ni 3,000, unatakiwa msaidie. Kama wewe unapata 10,000, mwenzako anapata 3,000 na yeye alitakiwa apate 10,000, basi unaweza kumpunguzia hata 2,000, hakadha. Lakini tumejengeka wa Tanzania kwamba mimi ni wakupokea tu. Sawa? Yani hii ndio sura wa Tanzania tulivyo, kwamba yani mimi ni wakupokea, si wa kutoa. Ndio pale tunaambiwa watu, mmekusanya zaka, ukiona chakula kile mchele uliokusanya ni mwingi, umezidi chakula ya kula wewe mchana na usiku na watoto wako, sawa, kitakachobaki na wewe toa, wape wengine ambao hawana. Lakini mtu anakusanya tu, anakusanya zaka mpaka anajaza chumba mchele, ndio wengine anaenda kuuza. Hii haitakiwi. Ni kwa sababu ya malezi ambayo na mazingira tuliozoea kwamba ni watu wa kupokea tu, si watu wa kutoa. Hebu tuweke pia mazingira ya kutoa, hata kama ni kidogo, utoe kumsaidia mwenzako ambaye naye pia ana dhiki kuliko ya kwako. Wallahu ta'ala a'lam. Allah tujalie katika waja wema ambao wanaposikia maneno hufata mazuri yake. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.